Asante. Naitwa Nurdin Anas Bali, diwani wa kata ya Mirongo. Hapa tupo daraja la Uhuru, daraja hili ambalo ni mpaka kati ya Mirongo na kata ya Nyamagana. Daraja hili ilikuwa chini sana, na hata mvua zinavyoendelea kunyesha hapa kutokea mafuriko makubwa sana kwenda kwenye maji kwenye nyumba za watu. Baada ya kilio cha muda mrefu, Daktari Samia Suluhu Hassan kupitia kwa mbunge wake jana, ndugu yangu John Mara nyingi kufikisha kilio kwa Mheshimiwa Rais, na hatimaye tumepata fedha kwa ajili ya ujenzi wa daraja hili ambalo linaendelea. Daraja hili ni mpaka kati ya Nyamagana na Mirongo, lakini adha kubwa sana wanaoipata watu wa mafuriko watu wa Mirongo. Kwa niaba ya wananchi wa Mirongo, tunamshukuru Daktari Samia Suluhu Hassan kwa fedha kwa ajili ya ujenzi wa daraja ambalo hivi sasa unavyoona linabomolewa na likaingia kwenda juu na kutengeneza duara ya maji ili maji yaweze kupata kwa urahisi sana kwenda ziwani. Kwa mafuriko hapa itakuwa ni historia tena. Nimshukuru sana mbunge wa Nyamagana kwa kufuatilia jambo hili katika wasimamizi wa mradi wa TARURA, na wao wako mpaka sasa hivi muda wote walali wakisha ndani ya miezi 3-4 daraja hili lianze kutumika, kwa sababu daraja la mjini, daraja kiunganishi katika eneo la Mwanza kabla ya kata ya Mirongo, kata ambayo ipo katika nafasi ya kimkakati, iko ni kiunganishi cha kata nyingi. Kata ya Mirongo inapakana na Nyamagana, inapakana na Isagiro, inapakana na Mbugani, inapakana na Ilemela, inapakana na Papa. Kwa hiyo Mirongo ikijifunga mje hawezi kufariki, hawezi. Wito wangu kwa wananchi ni kwamba wawe wavumilivu, kwa sababu jambo hilo lafanyika kwao, wasiwe walalamishi, wasubiri kwa sababu kazi inafanyika. Watavumilia adha kwa miezi 2-3 katika kiunganisha cha barabara hii, lakini baada ya hapo watasahau. Jina langu ni Jackson, mkazi wa Sengerema. Nampongeza diwani kwa kuliona mapema hili tatizo kabla halijaleta ajali kwa wananchi. Daraja hili linajaa maji, yanashindwa kupita na njia inafurika kabisa, ilikuwa chini mno. Kwa hiyo kama walijenge kisasa, waliinue ile maji yawe yanapita vizuri. Nampa hongera tu kwamba ayo anatembea kila maeneo, anayaona panapoharibika, anatoa taarifa mapema. Mimi kwa majina Tunasema Shuma, ni mkazi wa Tawa Libeti hapo. Kwanza tumshukuru Mama Samia, rais wetu, kuweza kutengeneza daraja, kwa sababu ilikuwa ni adha kubwa sana ya maji kwa yanajaa hapa kusababisha mafuriko makubwa. Kwa hiyo kwa saizi kutokana na matengenezo yake, naamini itakuwa ni bora zaidi kwa matumizi na matumizi ya watu kupita hivyo. Kabla ya hapo changamoto kubwa ni maji kufurika. Kwa hiyo maji yakifurika hapa sasa hata kupita inakuwa ni shida.